Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tushindane. Huku tutaita kundi la Debora, na kundi hili huku tutaita la Esther. Deborah's group na au Moses, tunasema Moses group versus Jesus. Okay. Haruni. Aya, sawa. Sasa tusikilizane. Nimefurahi kuwaona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutaenda kufungua kwa maombi. Sawa? Mwenyekiti wetu amekwisha kutuambia jambo lililotuleta hapa leo. Sasa ni waombe tusimame sisi sote. Tusimame. Nani bado amekaa? Aya. Tufumbe macho tuombe. Unapofumba macho, mikono unaweka mbele namna hii, unatulia. Na usifanye fujo kwa mwingine. Kuna wengine bado wananiangalia. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako. Tunakushukuru asubuhi hii njema. Sisi watoto wadogo ambao unatupenda, na sisi walimu unatupenda. Tunakuja kwako, tunaomba tunapoanza semina hii uwe pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Roho Mtakatifu tuongoze. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tuseme amen. Kabla hatujakaa, nani aniambie maana ya amen? Kwa nini tunasema amen? Nani aniambie? Nimeona mkono hapa. Inamaanisha kwamba na iwe hivyo. Na iwe hivyo. Kwa mfano ukiomba, hebu angalieni watoto. Bwana Yesu, ninamwombea baba, ninamwombea mama, ninaombea masomo yangu ninapoenda shule, unilinde, unitunze, uniongoze mpaka nirudi salama nyumbani. Ninaomba katika jina la Yesu. Ukisema amen, unamaanisha hayo niliyoomba iwe hivyo. Lakini tunaposema Bwana Yesu asifiwe, tunasema Yesu anastahili kusifiwa. Acha turudie tena. Bwana Yesu asifiwe. Kundi la Debora linaonekana kushindwa. Aya, Esther's group, Bwana Yesu asifiwe. Deborah's group, Bwana Yesu asifiwe. Esther's group, Bwana Yesu asifiwe. Deborah's group, Bwana Yesu asifiwe. Deborah's group, Esther's group, all of us, praise the Lord.
Tuchape makofi mengi wote kwa pamoja. Amen. Sasa tukae. Asanteni sana. Ukiwa unakaa ni kuombe utulie. Usifanye fujo. Sawa sawa? Bwana asifiwe. Usifanye nini? Fujo. Usifanye fujo. Na ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili yenu kufika siku hii ya leo. Na waona waheshimiwa wako hapa, na waona waheshimiwa mmekaa, na waona waheshimiwa mmekaa. Sasa ninataka kujitambulisha. Hapa ni nani anaye nifahamu jina langu? Hapa mstari wa kwanza hapa kwanza. Hebu simama, njoo. Hebu waambie jina langu ni nani? Mchungaji anaitwa Lubadanja. Makofi kwake. Mchungaji anaitwa Lubadanja. Kuna jina jingine la kwanza? Ulikuwa umenyosha mkono au ulikuwa unajua hilo la Lubadanja? Sasa amekumbuka. Sogea hapa. Sogeza microphone. Ni mchungaji James Lubadanja. Amen. Makofi kwake. Nani mwingine anakumbuka kuna jina hapo katikati? Aya, basi ngoja tuishi. Naona kuna mtoto wa Lubadanja ananyosha. We sitakuchagua. Amen. Bwana asifiwe. Unataka kusema hilo la katikati ni nani? Aya, mpatieni microphone. Anaweza kukosea, na akikosea leo njiani hatutaenda wote nyumbani. James Edward Lubadanja. Makofi kwake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mmekataa tena kusema amen. Mimi ni mchungaji kama ambavyo mmesema, ni James Lubadanja, na hapa kanisani tuko wachungaji wawili. Nani anamfahamu mchungaji wa pili? Wewe. Asante kwa mlionyosha. Simama useme. Sogea hapa. Mchungaji wa pili. Tusikilize. Sikiliza atuambie mchungaji wa pili anaitwa nani? Mchungaji Restituta. Makofi kwake. Ila kuna watu mna wivu, hamtaki hata kupiga makofi. Asante sana. Jina la pili la mchungaji Restituta, nani anajua? Kuna mkono hapa. Mchungaji Restituta. Sauti, kaza sauti, ongeza sauti. Mchungaji Restituta Theobald. Amepatia. Makofi kwake. Amina. Kwa hivyo tuko wachungaji wangapi? Wawili. Na wewe ukisoma darasa la kwanza, ukamaliza la 7, ukaenda form 4, ukaenda form 6, ukaenda chuo kikuu, ukimaliza unaweza kumwambia Mungu, nataka kwenda kuwa mchungaji pale CCT. Bwana asifiwe. Ila usome kwanza. Okay? Sawa?
Amen. Kuna baba yuko pale amekaa, anaitwa mwinjilisti Godwin Malali. Asimame tumuone huyo hapo. Amen. Naomba walimu wetu tulionao kwa sasa asubuhi hii, naona walimu, naomba msimame walimu, tuwaone walimu wote. Makofi kwa walimu. Asante sana. Na tunaona mzee wa kanisa yuko mahali pale, amekuja kuhakikisha tunakula vizuri. Karibu sana mzee wa kanisa. Amen. Amesimama kama nani au haja? Kama kamati ya watoto. Yes, sio mzee wa kanisa. Amina. Asante. Najua anachofanya. Bwana asifiwe. Na mwenyekiti wetu wa kamati ya watoto tunamfahamu. Anaitwa nani? Mwalimu Judy. Mwalimu Judy. Judy. Okay. Anaitwa Judith. Hebu ita. Mwalimu Judith. Asante sana. Mungu akubariki. Bwana asifiwe. And we have our English teacher from the English service, and she's here. Anyoshe mkono, baadaye atajitambulisha. Mwalimu amefika, huyu hapo. Aya, asante sana. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninapenda tujifunze. Nitafurahi yule atakaye kuwa kiandika. Somo ambalo tutajifunza linasema mimi ni nani? Somo ni swali. Mimi ni nani? Who are you? Who am I? Bwana Yesu anakupenda, ananipenda, na sote anatupenda. Tunajifunza. Kwa wale mtakaoweza kuandika kwa Kiingereza, tunasema we want to discover your identity. Discovering your identity. Tunataka kujua wewe ni nani, mimi ni nani. Amen. Sasa najua kuna watoto. Una miaka mingapi? 6. Wewe una miaka mingapi? 7. Wewe una miaka mingapi? 5. Wewe una miaka mingapi? Mingi kabisa. Na wewe huyu naye mingi kabisa. Huyu naye mingi 9. Na mtoto huyu sio mtoto. Bwana asifiwe. Mimi nina miaka mingapi? Umepatia. Nayo 21. Kwa wewe unajua miaka yangu? Hebu niambie. 57. 57. Mpigieni makofi. Good. Nina miaka 57 according to him. Okay? Wow. Walimu hongereni kwa ku Sasa tutaanza kwa kusoma kitabu cha Injili kama alivyoandika
Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu. We want to discover who are we? Who am I? Sawa sawa? Na nitakagua ulichoandika. Sawa sawa? Right? Bwana asifiwe. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 11 hadi wa 13. Na mtoto atakayekuwa akipiga kelele, huyo tutasema anakaa tabia fulani. Umesikia hiyo? Hatutamwambia ana tabia mbaya, ila tutasema tu huyu anakaa tabia fulani. Yaani kweli uko kwenye semina ya watoto, uko kwenye darasa la watoto, halafu uanze fujo, uanze kelele, hatutakuelewa. Tutasema huyu anakaa tabia fulani. Halo. Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 11 hadi wa 13. Nani aliye na miaka 11 hapa? Ni wengi. Nani ana miaka 12? 12. Okay, nani ana 13? 13? Nobody. Okay. Bwana asifiwe. Aya. Kama una Biblia usimame kwa utaratibu tu, sio kwa fujo. Kama una Biblia simama. Kama una Biblia simama. Kama una Biblia simama. Sio kelele, usipige kelele. Kama una Biblia simama. Kama huna Biblia endelea kukaa. Mlio na Biblia, kama umefika kwenye John 1:11 to 13, naomba tusome wote kwa pamoja tuliosimama. Yohana 1:11 hadi 13. 2, 3. Amen. Tuwapigie makofi waliosoma. Asante, mkae. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Sawa. Sasa naomba stuli zile 3. Tunaanza kujifunza wewe ni nani. Okay? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Naomba stuli hii ya kwanza iwe hapa, ya pili hapa, ya 3 hapa. Okay. Sawa. Unamfahamu Mwalimu Rukia? Haumfahamu? Kumbe hata walimu hatujulikani huko. Aya. Anajulikana kwa Mwalimu Isaka. Oh.
Bwana asifiwe. Nataka sijui ni kuchukue wewe, sijui ni mchukue yeye. Haya, karibu mama. Naomba ukae hapa katikati. Naomba uende kukaa pembeni mwa sijawaambia huyu ni nani. Naomba usikilize na uangalie, usije ukasahau hata unapoendelea kukua, itakusaidia. Okay? Ukae hapa. Okay? Aya, na wewe ukae hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi wanadamu, wewe mwanadamu, wewe mtoto, mimi mnayeniona, kuna mahali tulitokea. Mwanadamu wa kwanza kuumbwa na Mungu alikuwa nani? Adam. Hebu rudia tena. Adam. Wa pili kuumbwa ni nani? Eve. That was the second human being to be created by mwanadamu wa pili aliumbwa na nani? Na Mungu. Watu waliumbwa na nani? Watoto muwe mnanijibu, sawa? Sasa hebu sikiliza. Huyu hapa mnaangalia, huyu hapa ni Mungu. Huyo ni kwa mfano, sawa? Huyu ni Mungu. Na wanadamu wa kwanza ni Hawa, walikaa karibu na Mungu, walikuwa wakiongea na Mungu, walikuwa wakifurahia na Mungu. Watoto mnaangalia, mnasikia? Mungu alikuwa anawafurahia. Acha tumuone Mungu akiwafurahia wanawe. Anazungumza nao, anawakumbatia, anawaambia nyinyi ni wanangu, ninawapenda, na mfurahie, nimeumba bustani hii kwa ajili yenu. Sasa Mungu akiwa anawafurahia wanawe, hawa watu walifanya ukaidi. Wakasema huyu naye Mungu hajui, huyu Mungu mshamba, huyu Mungu hajui lolote. Wakamfanyia kiburi, wakaziba masikio. Mnasikia? Haya, watoto hawa sasa wazibe masikio, alafu waondoke kwa Mungu kwa dharau, tena wamfanyie na hivi. Haya, wazibe masikio, waondoke kwa kumkejeli na kumdharau Mungu. Wewe hujui, kaa hapo wewe Mungu. Amebaki hapo Mungu peke yake. Lakini Mungu, hebu tumwangalie Mungu, anasikitika, ana huzuni. Ana huzuni kwa ajili ya nani? Ana huzuni kwa ajili ya wanawe. Hawa wanawe wameondoka kwenye uwepo wa Mungu wakijua ya kwamba wataweza, lakini huko waliko sasa wameanza kuteseka. Mwingine anajiona na hatia, mwingine anaona maisha hayako vizuri. Watu hawa waliokimbia mbele za Mungu wameanza kuishi maisha yao, na maisha yao hawawezi peke yao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo tulivyofanya kutoka mwanzo. Wazazi wetu Adam na Hawa
walimkosea Mungu, wakatoka kwenye nini? Wakatoka kwenye bustani ya Eden, lakini walitoka kwa Mungu, wakasema sisi tunaweza tukaishi peke yetu, sisi tunaweza tukafanya mambo yetu. Kumbe wasingeweza. Bwana asifiwe. Mungu alifanya mpango, akatoka kwenye kiti chake, akaenda kuwatafuta watoto wake kwa upendo. Anawaambia njoni. Kupitia Yesu Kristo anawafuata, anawatafuta, anaenda kumshika mkono, anamwambia mwanangu, ulienda wapi? Karibu, ninakupenda. Anaenda kwa mtoto wake mwingine, anamwambia karibu. Anawarudisha kwa upendo kabisa. Wanarudi kuwa watoto wake tena kupitia Yesu Kristo. Makofi. Bwana asifiwe. I'm saying praise the Lord. Sasa mtu akikuuliza wewe ni nani? Who am I? Wewe kulingana na hii demonstration tuliyofanya, mtu akikuuliza wewe ni nani mbele za Mungu, utasema nini? Kwamba wewe ni nani? Wewe ni nani? Kuna mkono unanyoshwa hapo kwa bidii kabisa. Wewe ni mtoto wa Mungu. Huyu, kwa vile Mungu alitufuata, alikuja kumtafuta mwanadamu, sasa huyu ni mtoto wa Mungu, na huyu wanawakilisha all humanity, wanadamu wote. Sisi sote ni watoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ni mtoto wa nani? Swali linalosema who are you? Wewe ni mtoto wa Mungu. You are a child of God. Bwana asifiwe. Wangapi wanasema lakini Mungu alikuwa na huruma? Yaani waliondoka kwa dharau, wanamwambia Mungu hatukutaki, lakini anawafuata tena, anawaambia njoo mwanangu, nakupenda. Akamfuata na mwingine. Wangapi wanasema Mungu ana huruma? Tumshangilie Mungu kwa makofi mengi. Lakini ukiondoa huruma, nataka kuwauliza kitu gani kingine kilimfanya Mungu awafate watoto wake? Kitu gani kingine? Yes. Kwa sauti. Ebu. Okay. Let you get the microphone and then speak out. Aya. Microphone iko pale. Tell us. God felt really pity for his children, so he sent Jesus Christ to wash our sins away by being washed in the blood of Christ, being born again. Amen. Can we clap for her? God felt pity on us. Mungu aliona huruma na akamtuma Yesu, na kupitia damu yake Yesu tumeoshwa, tumekuwa watoto wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kumbe kuna kitu kutoka kwa Mungu tunakiona. Kuna kitu kinaitwa huruma, kingine kimesemwa, kingine nini? Upendo. Wangapi wanasema Mungu alionyesha upendo kwa wanadamu? Asante sana.
Kwa hivyo alionyesha upendo. Alipoonyesha upendo, alimtuma Yesu Kristo. Alipomtuma Yesu Kristo, alikuja duniani na Mungu akatuokoa, akaturudisha kwenye nyumba yake, akaturudisha kwenye mahusiano tuliyokuwa nayo na Mungu wetu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watoto, naomba kuambia hivi, Mungu anatupenda. Kila mmoja wetu alikuja kumtafuta na akamchukua, akamwambia wewe ni mtoto wangu. We are all children of God. Bwana asifiwe. Asante sana, Mungu awabariki. Mnaweza kurudi kwenye nafasi zenu. Wapigieni makofi. Wapigieni makofi. Aya, asante, asante. Sasa kwenye kitabu hiki tulichosoma kinatuambia kwenye ule mstari wa 12. Watoto, hebu sikiliza mstari wa 12 unasema hivi: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Can you hear me? Can you hear me? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. This is what happened. Tulipomkosea Mungu, Bwana asifiwe. Tulipomkosea Mungu, alitufukuzia mbali, tukawa sio watoto wake tena, ila kwa kumwamini Yesu. Wangapi wanamjua Yesu? Kwa kumwamini Yesu, kwa imani, tunapomwamini Yesu tunafanyika kuwa watoto wa Mungu. Tunarudi kwenye sehemu yetu tuliyotakiwa, na hapo ndipo utambulisho wetu unakuwa. Ukiulizwa wewe ni nani, who are you, utasema I am a child of God. I am a born again person. Bwana asifiwe. Nimezaliwa mara ya pili, nimemwamini Yesu. Hiyo ndiyo maana ya kujibu swali la wewe ni nani. Unafanyikaje kuwa mtoto wa Mungu? Unafanyika mtoto wa Mungu, mstari wa 12 unatupa jibu: bali wote waliompokea. Nataka kuuliza watoto, Deborah's group, nataka kuuliza nyinyi, tulieni tu, watoto mlioko hapa, kumwamini Yesu, mnasikia? Hata Esther, sikilizeni. Kumwamini Yesu sio kuingia tu mlango huo wa kanisani, ukija unakaa hapo, unakaa hapa, au wengine wengi tunakaa kule. Kumwamini Yesu sio kuitwa wewe ni mwanafunzi wa Sunday school. Kumwamini Yesu, unafungua moyo wako kwa imani, unamwambia Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Kwa sababu, hebu angalieni, walipoondoka kwa Mungu, walipoondoka kwa Mungu, sawa, kilichowaondoa ni ukaidi, disobedience. Kilichowaondoa ni dhambi. Kwa hivyo wakajitenga na Mungu, wakawa mbali naye, wakaanza kuishi maisha yao, maisha ya dhambi. Sasa kinachowarudisha, Bwana asifiwe, mniangalie huku watoto na msikilize vizuri. Kinachowarudisha karibu na Mungu sio kuimba pambio, nimemwona Bwana, sio kutoa sadaka kwamba sasa mimi ndiyo mtoto wa Mungu.
sio kuvaa vizuri suti, kitambaa au jeans au a very nice boot of shoes, sijui nini. Kinachokurudisha kwa Mungu, wewe mtoto, naomba uniangalie, ni kwenda mbele. Naomba Mungu rudi kwenye sehemu yako tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa ukitaka ujue umemwamini Yesu, ukitaka ujue umemwamini Yesu, sikiliza na mniangalie. Unaishi maisha yako huku unatumwa na wazazi, sitaki. Wakisahau pesa unaiba. Ukiona kalamu ya mwenzako unaiba. Ukiona umeanza kukua unaanza kusema I love you. Kuna vitu vinaanza kuja, kumbe kuna maisha ya dhambi yanatutawala. Kuna watu wengine anasubiri mama ameacha pesa au baba ameacha pesa, anaenda kuiba. Kuna mwingine anaambiwa osha vyombo, anakataa. Kuna mwingine anaambiwa fanya hivi, anakataa. Roho ya kiburi. Kuna maisha ya dhambi umeanza kuyaishi. Wengine wanaambiwa unaweza ukaenda kwa mganga wa kienyeji au Freemason. Wanaanza kujua, subiri sasa, mimi hata sitaki kusoma, nitaenda Freemason, mimi nitakuwa tajiri, nitampa baba bonge la nyumba na mama, nitaenda Ulaya. Kumbe mawazo ndani yake yameharibika. Tuna watoto, mawazo yenu yameharibika. Kwa hivyo mbele za Mungu anatuhesabia sisi tumemkosea, ili tumwamini Yesu. Watoto sikiliza na mniangalie. Watoto sikiliza and look at me. Unapogundua wewe unataka kuwa mtoto wa Mungu, mnanisikiliza, mnaniangalia, unaenda mbele za Mungu, unafanya namna hii. Unaenda mbele za Mungu, ukishafika kwa Mungu unamwambia, Baba Mungu, najua huyu ni mama, Mungu wa mbinguni, moyo wangu na ujua mimi ni mwenye dhambi. Nimemtukana baba, nimemdharau mama, nimeiba mboga, nimefanya hiki, hata sikutaki. Wakati mwingine naambiwa tuombe nyumbani, sitaki. Mimi naangalia katuni, naangalia picha mbaya, nimeshaanza kuangalia picha za uchi, nimeshaanza kuiba fedha nyumbani. Mungu, ninatubu, mimi ni mwenye dhambi, sijakuamini wewe. Sasa leo ninakuja kwako Baba, unisamehe. Bwana Yesu, ninakukaribisha ndani ya moyo wangu, uniondolee kiburi. Ninataka kuingia mbinguni. Bwana Yesu, naomba unisamehe. Nisamehe mimi mtoto mdogo, na kukaribisha. Kuanzia leo namkataa shetani na kazi zake maishani mwangu. Karibu Yesu, katika jina la Yesu, amen. Asante Yesu kwa kunisamehe. Nimefurahi, najisikia amani, nimesamehewa. Asante kwa kunisamehe. Asante. Nimeokoka. Hiyo ndiyo maana ya kwanza ya kumwamini Yesu. Hiyo ndiyo maana ya kwanza ya kumwamini Yesu. Na Yesu yeye yuko hapa kanisani peke yake, si ndio? Butogo umesema yuko mahali popote.
Sikilizeni watoto, kumbe huyu Yesu hayuko kanisani peke yake. Hata kule nyumbani unaweza ukapiga magoti chumbani mwako, sitting room, unaweza ukamwambia Yesu, karibu, unisamehe na kukaribisha ndani ya moyo wangu. He is everywhere. Bwana asifiwe. Muniangalie huku, muniangalie. Sawa sawa. Lakini huyu Yesu, wangapi huwa mnatumia school bus kwenda shule? Okay, wewe sawa, vizuri. Wengi unaweza ukawa ndani ya school bus, wengine wameweka mziki mbaya ule wa Diamond, sijui wa nani. Kuna mziki gani ule wa Diamond? Unasema wimbo gani wa Diamond? Acheni fujo. You don't know any song of Diamond? Vizuri sana. Kama hamjui, Mungu awabariki, nimefurahi. Comment ça va? Huo wimbo uliimbwa na nani? Kuna watoto wengi hapa mnajua nyimbo hizo mbaya, lakini tukiwaambia muimbe mtete, watu wanaanza nini? Lakini tukiwaambia nyimbo za hawa kina Diamond, watu wanaimba tena. Sasa wakiwa wameweka hizo nyimbo kwenye basi, unaweza ukamwambia Yesu, Yesu ninakupenda. Yesu, wewe ni mwokozi wangu. Yesu, wewe ni mali yangu. Yesu, wewe ni mwokozi wangu. Bwana asifiwe. Hata ukiwa ndani ya basi, school bus, hata kama mnaenda school trip, hata kama si mnaenda wapi, unaweza ukamwambia Yesu, karibu. Mahali popote Yesu anasikia. Asante. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. So what I have said, Jesus is everywhere. Anytime you can call upon him and he can hear you. Amen. Amen. Katika kitabu hiki cha Yohana, kwa hivyo tumeona jibu la kwamba swali linalosema wewe ni nani, tumesema sisi au mimi, I am a child of God. I am a child of God because I believe in CCT. Hilo ndio jibu. Msiandike. Kumbe. Je, wewe ni mtoto wa Mungu kwa sababu ni mCCT? Watoto, I'm asking you, what makes you to be a child of God? Okay, because you have obedience by accepting Jesus to be your personal Savior. We become children of God by accepting Jesus Christ to be our personal Savior. Tunafanyika kuwa wana wa Mungu au watoto wa Mungu kwa kuliamini jina la Yesu. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 26. Mtu mmoja atakayefika hapo mapema asimame asome. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 26. Galatians 3:26. Okay, she's there already. Aya, microphone hii hapo usome. Kwa kuwa ninyi, sikilizeni,
Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Amen. Hebu rudia tena, msikilizeni vizuri. Tunakuwaje watoto wa Mungu? How do we become children of God? Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kumbe tunakuwa watoto wa Mungu kwa imani kwa njia ya Yesu Kristo, kwa kumwamini Yesu Kristo. Hatui watoto wa Mungu kwa kwenda CCT au Catholic au Pentecosti au CDA au dhehebu lolote lile. Tunakuwa watoto wa Mungu kwa kuliamini jina la nani? That's how we find our identity. Sisi ni akina nani? Ni watoto wa Mungu kwa kuliamini jina la Yesu Kristo. Another scripture verse comes from the book of Romans 8:14 to 17. Warumi 8 mstari wa 14 hadi 17. Warumi 8:14. Aya, ameshafika huyu hapa. Okay, tusikilize vizuri. Warumi sura ya 8 mstari wa 14 hadi wa 17. I like that. Mstari wa 14 hadi wa 17. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu na kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, nam tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Asante sana, makofi kwake. Amesema, Bwana asifiwe. Mimi nataka kuona watoto wanaosikiliza. Kuna watoto wameacha kusikiliza tena. Haya, kabla sijaelezea huu mstari, naomba sote tusimame. Weke Biblia chini, weke Biblia kwenye viti, weke hapo. Usimame, 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 usimame. Nani hajasimama? Aya, mniangalie. Sijawaambia mjinyoshe. Sasa nataka kuambia kujinyosha. Ukiwa unajinyosha, utasema kwa sauti ukiwa unafanya hivi: mimi ni mtoto wa Mungu. Meona unavyojinyosha? Sawa? Aya, 2, 3, tujinyoshe. Wengine hawajafanya. Turudie tena tuseme, yani kwa kujigamba, kujidai. Biblia inatuambia tujisifu kwa sababu tunaye Yesu au tunamwamini Mungu. So we are allowed to boast ourselves in Christ Jesus. Kwa hivyo tunaenda kujisifu, tunaenda kujivuna, tunasema I am a child of God. Unajinyosha. Sasa tutafanya upande huu mwingine. I am a child of God. Aya, 2, 3. Mwambie jirani yako, kumbe wewe ni mtoto wa Mungu. Sasa mwambie na wewe ulivyoambiwa ni mtoto wa Mungu, mwambie ndio, kwa sababu nimemwamini Yesu.
Mwambie kwa sauti asikie, mwambie ndio kwa sababu nimemwamini Yesu. Amen, amen. Unaweza kuketi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa Warumi 8:14 hadi 17 amesema ya kwamba inasema hivi: kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Njoni watatu. Unadhani mmekaa hapo kwa hasara? Aha. Kwa kuwa wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa hapa kuna watu wanne, si ndio? Hapa kuna watu wanne. Tunataka tupate watu wawili, kundi la kwanza na kundi la pili. Naomba mjigawe. Kundi la kwanza kwa hiyo kundi la kwanza ni hili, kundi la pili ni hili hapa. Nataka kuona kundi la watu wanaoongozwa na Roho wa Mungu, na ni kundi lenu linaloongozwa na Roho wa Mungu. Kundi jingine linaloongozwa na roho wa shetani ni kundi lenu. Okay? Right? Kwa hivyo si kwamba mkifanya hivi nyinyi mnaongozwa na shetani kweli. Sawa sawa? Okay. Naomba msogee hapa, msogee wote kwa pamoja hapa. Bwana asifiwe. Nataka mniambie, okay, nyinyi msimame hapa. Msimame hapa. Naomba mniambie, watoto, mniambie, hawa ni kundi linaloongozwa na nani? Roho ya Mungu. I like that. Kuna watoto mnasikiliza vizuri na kuna wengine hata hamtaki kujibu, mnasema mwalimu, sisi tunasubiri chakula kwanza, sisi tunataka kurudi tukale pizza, tumeacha kule nyumbani. Mwalimu, naomba tujifunze wote. Sawa sawa? Right? Sawa? Okay. Naomba mniambie, watoto wanaoongozwa na Roho wa Mungu wanafanya au wanatenda matendo gani? Kusikiliza. Kusikiliza. Watoto wanaoongozwa na Roho wa Mungu wanasikiliza. Leo kuna watoto ambao tunawaona, ukiwaambia wasikilize, ni kweli wanasikiliza, lakini wanasikiliza kwenda kufanya mambo yasiyofaa. Acha tutaona. Kusikiliza. Heshima. Watoto wanaoongozwa na Roho wa Mungu wanaheshima. Kuna watoto wakikutana na mtu mkubwa atamsalimia, shikamo mwalimu, naweza nikakusaidia, naweza mama, baba. Watoto wanaoongozwa na Roho wa Mungu wanaheshima. Kuna nyingine, hiyo imeshasemwa. Wana upendo. Wana upendo. Watoto wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hebu sikiliza, hawa ndio wana wa Mungu, children of God. Yes. Kingine? Hebu rudia tena.
wana upendo na Mungu, wanampenda Mungu. Anasema wanampenda Mungu. Bwana asifiwe. Watoto wanaoongozwa na Roho wa Mungu wanampenda Mungu. Kuna mkono hapo nyuma. Okay, haya. Hao wawili, sawa. Kingine? Watoto ambao wanamtendea Mungu. Watoto ambao wanamtendea Mungu. Wanamtendea Mungu. Ndiyo. That's what you are saying? Say it in English. Children who loves God. Children who loves God. Lakini kuna namna ulikuwa umeiweka, inawezekana labda wanaomtumikia Mungu. Yes, ulikuwa umesema mwanzoni hiyo aya, wanaomtumikia Mungu. Wanaomtumikia Mungu. Kulikuwa na mkono hapa. Wanaushirikiano. Good. Aya, kuna mkono pale nyuma. Mnasikiliza watoto wanaoongozwa na Mungu. Bwana asifiwe. Yes, Watoto ambao wana uvumilivu. Watoto ambao wana uvumilivu. Unaweza ukakuta na njaa, lakini kuna mtu anamdanganya. Anaweza mdanganya, mwambie mimi naweza nikakununulia chipsi, lakini utaniibia pesa kwa mama au kwa baba, au utaniletea pombe, au utaniletea kitu hiki. Wao wana uvumilivu. Kuna mkono mwingine hapa. Hebu iseme. Watoto ambao wana adhabu. Adabu. Watoto ambao wana adabu. Hao ni watoto wa Mungu. Tunawaangalia, si tumesema we are children of God. Sasa hawa watoto wa Mungu wanafananaje? Kumbe tumesikia wana adabu. Aya, Wanamwabudu Mungu, kumsifu na kumtii. Wanamwabudu Mungu, kumsifu na kumtii. Good. Kuna mkono acha tumalizane tu hapa halafu twende huko. Wanamuomba Mungu. Wanamuomba Mungu. Watoto wanaoongozwa na Mungu amenyosha zamani. Haya, kuna mikono miwili. Kumheshimu Mungu na kumtumikia. Umheshimu Mungu na kumtumikia. Kuna mkono hapa. Asante. Wanaosoma Biblia na kuomba. Wanaosoma Biblia na kuomba. Wenye fadhili na utu wema. Wenye fadhili na utu wema. Wakimwona mtu ana shida, wanamuonesha wema. Haya, kuna mkono pale. Watoto wanaoongozwa na kutii wazazi. Na kutii wazazi. Haya, kuna mkono hapo. Watoto ambao wanamsifu Mungu kwa furaha. Watoto ambao wanamsifu Mungu kwa furaha. Kuna mkono kule. Aya, kama umeshajibu uketi. Acha tumsikie huyu. Wanamshukuru Mungu. Wanamshukuru Mungu. Ulishawahi kuona watoto? Bwana asifiwe. Anapewa mama, baba, uncle, auntie, ninaomba kalamu, zimeisha, imeisha niliyokuwa natumia. Sawa, ninayo hii hapa. Akishapewa unyakue, usipokee, unyakue. Unajua Bwana asifiwe. Hebu sogea hapa. Sasa ufanye kwa nguvu kabisa, halafu usionyeshe shukurani. Haya, mwanangu umeomba kalamu. Sasa sawa, Abigail, nina kalamu hii hapa, naomba ukatumie. Amenyakua, halafu huyo ameondoka bila hata. Watoto wangapi huwa hawashukuru? Mwalimu anakufundisha vizuri Sunday school, ile unamaliza unasema mwalimu tutaonana next week. Hakuna hata kusema mwalimu asante kwa kunifundisha vizuri. Kule shuleni mwalimu anayekufundisha mathematics, ulishawahi kumwambia siku moja
thank you teacher for teaching me mathematics. Wewe ulishawahi kumwambia mwalimu anayekufundisha civics, si mmeshaanza kufundishwa civics tayari? Geography, science, what else? English, combination, communication. Ulishawahi kumwambia mwalimu thank you for teaching me very well? Lakini kuna watoto hapa wanakasirika, hata hawasemi kwa walimu asante, wanakuwepo tu, hawasemi asante. Wakija kanisani, baba na mama wanakubeba kwenye gari, wakikushusha unashuka tu, huyo unakimbia, hata hakuna kusema asante. Kuna watoto hapa huwa hawasemi asante. Kuna watoto huwa hawasemi asante. Kuna mtu mmoja alikuwa anahisi njaa, sawa, akaomba chakula. Alipopewa hakusema asante. Yule mtu akamwambia, okay, kuna kitu nimesahau kuweka kwenye kile chakula, please, hebu naomba akakichukua mpaka ujifu. Kuna watoto hapa Mungu anatushangaa. Sasa hivi hapa tukisema turuke, tunaruka, tuna afya, tumekunywa chai na mchana tutakula, tumevaa vizuri, lakini kuna watoto hawasemi asante. Wazazi wanalipa school fees, anakwambia I have paid your school fees, I have paid ile transport fee na nini vyovyote, chakula, anakwambia nimelipa, lakini hakuna mtoto anayesema thank you, eti kwa sababu baba na mama wana pesa. Ndio, ni wajibu wa wazazi kufanya hivyo, lakini unatakiwa useme, sema kwa sauti, useme. Watoto wa Mungu wanasema asante. Kuna kitu kingine watoto wa Mungu, okay, yes, kumwamini Mungu. Wanamwamini Mungu hata kama kuna ugonjwa umekukamata au pesa haipo, unamsema ninamwamini Mungu ataniponya, ninamwamini Mungu atanipa pesa. Hao ni watoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Kitu gani kingine? Sema kwa sauti. Kutii neno la Mungu. Wanatii neno la Mungu. Kwa vile wana nguvu za kusimama, let's come here. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hawa tunasema ni wanaoongozwa na nani? Shetani. Sasa sikilizeni vizuri. Watoto wanaoongozwa na shetani wanakuwa na tabia za namna gani? Tuanze hapa. Wanakuwa na tabia mbaya. Ndio, nini tabia mbaya? Ni kula sana au kulala sana au kuvaa vizuri? Tabia mbaya ni nini? Kwa mfano, wana tabia mbaya za kuiba. Watoto wanaoongozwa na shetani wanakuwa wezi, wanaiba. Watoto wa shetani wanakuwa hawashukuru wazazi wetu. Hawashukuru wazazi wetu. Haya, okay, nitakuja. Watoto wa shetani huwa wanatukana wazazi wao. Wanatukana wazazi wao. Nilishawahi kuona mahali mtoto anamwambia, mom, sijui anamtukana mjinga, anamwambia mama. Na kuna Kiingereza mahali nimekisikia watu wamekikopa kutoka shule. Nilisikia mahali
nilikuwa na pita, watoto wanaambizana hivi, motherfuck. Nani wa Kristo wanaenda kanisani, watoto wanatukana, au nakuta wanatukanana wao wenyewe. Tena wamekuja Sunday school, wamekuja watoto wa Mungu eti wanatukanana. Kumbe ni tabia ya watoto wa shetani. Nini kingine wanafanya watoto wanaoongozwa na shetani? Hapa kuna. Kuteni mmekaa tu. Kuteni mmekaa. Watoto wa shetani huwa mtu akiwafanyia, watu akiwafanyia wabaya huwa anawarudishia wabaya, hawawasamehe. Watoto wa shetani hawasamehi. Aha. Kuna mtu akikosewa, akiguswa tu, akiguswa namna hii kwa bahati mbaya, anachokifanya, sameguswa kwa bahati mbaya, anarudisha aya. Watoto wa shetani hawasikilizi wazazi wake. Watoto wa shetani hawasikilizi wazazi wake. Aya. Watoto wa shetani wana matendo mabaya kama unyanyasaji. Kuna watu wengine wanasema, wewe haujui Kiingereza, wewe ni mtu wa wapi? You don't know English. Speak English. Unamnyanyasa mtu na English. Nyinyi hamna pesa. Ona ulivyovaa. Ona sijui. Mimi nilishawahi kupanda ndege nikaenda kule Ulaya. Wewe kuna manyanyaso mengine hata watoto tunafanyiana humu, si ndio? Ona nguo ulizovaa, ona mtu mwenyewe, ona tusinyanyasane. Watoto wa shetani hawataki kwenda shuleni. Watoto wa shetani hawataki kwenda shuleni. Ndio Biblia inasema mshike sana elimu wala usimwache. So escaping school ni tendo baya. Kama kuna mtoto hapendi kwenda shule, hiyo ni tabia mbaya. Watoto wa shetani wanadanganya Wakristo waende kwa shetani. Watoto wa shetani wanadanganya Wakristo waende kwa shetani. Kwa mfano, kuna wavulana hapa mmekuwa, si ndio? Na kuna wasichana hapa mmekuwa. Mvulana anakuja kwako anaambia, I love you. Tunaweza tukawa nini? Marafiki. Can I marry you? Can I kuna watoto munaziba masikio, sikilizeni, fungueni hayo masikio. Wanaanza kusema, you know you are my girlfriend. Mwingine anasema you are my boyfriend. Alafu unaona walimu wakiwa wanafundisha pale, sikiliza, walimu wakiwa wanafundisha, wengine wanaambizana twende chooni. Wanaenda chooni. Wakifika kule chooni, wanaanza kuambizana, sasa wewe ni mke wangu, wewe ni, wanafanya tabia mbaya. Tabia, wako watoto wanadanganya wengine, wako tayari tunao kwenye Sunday school, wanafanya tabia mbaya.
mtu akija kwako, Biblia inasema mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe, tuseme kwa sauti, mwanangu, acheni kucheza. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe. When sinners entice you, what should you do? You should not accept. You run away from evil people. Once they come to you telling you, you know, you are my girlfriend, you know, uambie, we, nitakusema kwa mwalimu, nitakusema kwa mchungaji, nitakusema kwa baba yangu, nitakusema kwa mama yangu. Hapana, huo mchezo ni mbaya. Sawa? Hii haimaanishi tusiwe marafiki katika Yesu Kristo. Ninamaanisha ule girlfriend na boyfriend wa watu kusema wewe ni mke wangu, mme wangu. Hiyo ni tabia mbaya, sio vizuri at your age. Sawa? Aya, kuna kingine hapa. Kupigana. Walimu, watoto wa Sunday school huwa wanapigana. Hebu semeni ninyi, huwa mnapigana wakati mwingine, si ndio? Unakuta mtu anamkanyaga, anampiga. Yes. Kingine, can I involve a verse? Can I involve a verse when I'm explaining? In John chapter 2 verse 8 says that a child who hates a brother or sister is in the darkness, but a child who loves a brother or sister is in the light, and in them there is nothing to make them stumble. This verse means that we should not hate each other, and we should forgive every single person we are in. Tabia za kishetani ni kama kwa mfano unambuli mtu afu unamrudishia, kama a child said over here. But then that's not right. It does not build anything in you. Inakuweka ukwe, you have a rebellious spirit. And the more you have that spirit, the more it shrinks your heart. Inakuwa chungu. Inakuwa like you don't care about the laws. You don't follow the armies. Those are stuff Kishetani children they do. They try to influence people to do bad things, do drugs, they smoke, they stuff like that. Maybe hitting people, destroying other stuff, instead of being thankful, they throw things, they become reckless. Now she has mentioned a lot, but we have heard what she has said, right? Amesema mtoto wa Mungu haonyeshi hatred. Can you demonstrate hatred between the two? Onyesheni chuki kati yenu, tuone chuki ya watu waliopendana lakini sasa wanachukiana. Wanakuaje? Wanakuaje waliochukiana? Tayari mmeshaonyesha? Aya, tunawasubiri. I hate you. Aya, hebu unaweza ukaonyesha pia namna hii. I hate you. I hate you. I don't like you. I don't like you. You are just something. You are not a human being. Just a small thing. You are just a small thing. Well, you are useless. Look at you. You are nonsense. Aha! Umeona hiyo mifano? Wengine wanasema you look like an animal. Watu wakisha chukizana wanaanza kuambizana, ona mbwa, ona mjinga, ona mpumbavu. You look like a monster. Do you know a monster? Do you know a monster? Okay, sawa. Bwana asifiwe. Nani anapenda awe kama mtoto wa Mungu? Watoto
ni kwa kuliamini jina la Yesu utaweza kuongozwa au kuishi kama Yesu anavyotaka. Wangapi wanachukia tabia za kishetani? Aya, tusiishi tabia za kishetani. Kuna kitu amesema pale, huyu unaitwa nani? Nicole amesema kuna watoto ambao wanapokuwa gizani kwa shetani wanaanza kufundisha wengine kuvuta madawa ya kulevya. Wanaanza kuwafundisha ulevi wa pombe, wanaanza kuwafundisha uvutaji wa sigara. Wangapi walishawahi kujaribu kuvuta sigara? Ulishawahi? Aya, mnaweza kurudi kwenye nafasi then. Thank you. Makofi kwao. Aha. Sawa. Sasa ninaomba nimalizie, naamini muda wangu umesonga sana. Wangapi wameelewa so far? Mpaka sasa umekwisha kuelewa kwamba ukiulizwa mchungaji alifundisha nini, unaweza kuelezea. Okay. Amen. Bwana asifiwe. Naomba niseme mambo machache hapa. Sasa naomba niseme hivi. Mtoto yeyote anayejitambua yeye ni mtoto wa Mungu, if once you discover yourself, once you know your identity, who you are, where you belong, kuna kitu hiki hapa kinatokea. Kuna kitu hiki hapa kitatokea. Kitabu cha Psalm 139 verse 14. Zaburi ya 139. Zaburi ya 139 inasema hivi, mstari wa 14 inasema hivi. Watoto sikilizeni, ninasoma Zaburi ya 139 mstari wa 14. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Bwana asifiwe. Umeshamaliza kuandika? Zaburi ya 139 mstari wa 14 inasema nitakushukuru. Naomba msikilize, usiongee na jirani yako, usiongee na jirani yako. Look at me, listen carefully. Bwana asifiwe. Nikiona watu mnapiga story nitawahamisha. Sawa? Sawa? Na ninawaruhusu walimu wawe wanaangalia. Wakiona tu watu wanaongea, wanawabadilisha, wanampeleka huko mwingine. Okay? Zaburi ya 139 mstari wa 14 inasema nitakushukuru. Anaposema nitakushukuru, mwandishi aliyeandika maneno haya, aligundua, alijua ya kwamba yeye ameumbwa na Mungu, lakini alipokuwa anamshukuru Mungu anasema, Mungu asante kwa matendo yako makuu, maana umeniumba mimi ni mtu wa thamani, mimi ni mtu wa kipekee. I am a special person. I am special in your kingdom. Mimi sifananishi na mwingine, mimi ni wa thamani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtoto wa Mungu sikia. Hey, hear me, child of God. Once you accept Jesus to be your personal savior, ukimwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ulikuwa unadharaulika ulipokuwa unaishi maisha ya dhambi. Mara tu unapomwamini Yesu,
wewe unakuwa wa thamani. Wewe unakuwa wa thamani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kutoka kule nyuma, Mwalimu Bahati, uniletee kijana mmoja wa kiume na kijana mmoja wa kike. Wanaweza kuwa wadogo sana wa umri au wakati. Niletee hawa watu. Okay. Naomba msimame hapa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba hawa watoto mfumbe macho, mfumbe macho, mfumbe macho, nyinyi watoto wawili. Hawa hapa watoto wawili. Halafu ninyi nataka msipige kelele, usiongee chochote, ila macho yako yawe hivi. Hawa wawili wao ndio watafumba macho. Sawa? Nenda ukaweke hivi vitu viwili kwenye hizo stuli mbili. Upangilia tu vyovyote unavyojua. Aya, nyinyi mliofumba macho bila kufumbua macho, kwenye stuli kuna zawadi yako nzuri iliyoandaliwa. Sasa bila kufumbua macho, muiname mchukue kwenye stuli, kuna zawadi zenu. Usifumbue macho, inama uchukue, chukua, kuna kitu kwenye. Aya, okay, kila mmoja amechukua zawadi yake nzuri. Kila mmoja amechukua zawadi yake nzuri. Okay? Sawa. Sasa mkiwa mmefumba macho, naomba zawadi zenu mzinyoshe juu kwa mikono miwili. Ukiwa umefumba macho, kila mmoja zawadi yake ameipata. Aya, naomba mfumbue macho, kila mmoja angalie zawadi yake. Aha, tuambie, wewe umepata zawadi gani? Hii ni nini? Karatasi. Karatasi. Amepata zawadi ya karatasi. Wewe umepata zawadi 10,000. 10,000. Lakini ngoja niwaambie, chenye thamani hapa si ni hii karatasi. Hey guys, are you sure? Nani aliyepata kitu kizuri kati ya hawa wawili? Ni huyu. Ni huyu. Nani amepata kitu kizuri? Aaron. Huyu hapa amepata nini? Hela. Aha, na huyu amepata nini? Karatasi. Oho. Sasa hebu sikiliza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watoto sikilizeni. Sikilizeni watoto.
huyu tunamuona amepata kitu cha thamani kwa sababu tunajua hiyo ni pesa na ni 10,000. Huyu tumeona tu kuna karatasi kameokotwa hapo na amepata hiyo karatasi. Nataka niwaambie hivi, ukiwa ndani ya Yesu, watoto mnikazie macho, ukiwa ndani ya Yesu wewe unakuwa ni wa thamani. Wewe sio mtoto ambaye unatakiwa uchezewe. Hautakiwi kutumikishwa kwenye uongo, hautakiwi kutumikishwa kwenye uasherati. Mnajua uasherati ni ile mtu anakuja, I love you, twende tukalale wote. Hapana, wewe ni wa thamani. Hautakiwi kuchezewa, hautakiwi kupigana, hautakiwi kwa sababu umemwamini Yesu. Na kuna kitu kingine tukiangalia mahali hapa, hiki hakina thamani yoyote, ingawa kinaweza kikatumika kuandikia, lakini kwa mfano huu ni kwamba kuna kitu cha thamani. Sisi tuna Yesu, ni wa thamani. Mwambie jirani yako, wewe ni wa thamani. Asikudharau mtu. Kuna wengine wanaambiwa, Yesu wenu hafai, Yesu wenu wa ovyo, njoni kwetu. Mwambie, I am a child of God, tena mimi ni wa thamani. Bwana asifiwe. Mtu asije akakudharau, okay? Na kuna wengine kwenye hii, Bwana asifiwe, wanaambiwa hivi. Hebu niangalie. Kuna watoto wanaambiwa hivi, ona wewe hata una kichwa kikubwa, una miguu mirefu, haujaumbwa kama mimi. Ona mimi ni mweupe, ona mimi ni mnene, ona mimi na nywele ndefu, mimi ni mzuri. Kila mmoja ni mzuri na ni wa thamani mbele za nani? Uwe mrefu, uwe mfupi, uwe mwembamba, uwe mnene, kila mmoja ni wa thamani. Anapendwa na Mungu, unajaliwa na Mungu. Sote ni wa thamani mbele za nani? Bwana asifiwe. Sasa naomba mwende kwa mwalimu, namwambie, mwalimu, tupatie shilingi 5,500 na hii mmoja achukue 5,000 na mwingine achukue 5,000. Haya, nendeni kwa mwalimu akawape 5,500. Sasa wewe tutakufikiria siku nyingine. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtu asije akakudharau. We are wonderfully made. Kuna wimbo wanangu walinifundisha, wonderfully made, I am fearfully wonderfully made. Tunaujua huo wimbo? Tunaujua huo wimbo? Bwana Yesu asifiwe. Niangalieni huku, niangalieni huku, niangalieni huku. Wewe, niangalieni huku, msiangalie wenye pesa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, mimi nimeumbwa vizuri. Mbona hamtaki kusema? Kila mmoja wetu ameumbwa vizuri. Yaani kila mmoja hapa ameumbwa, uwe mweusi, uwe mweupe, uwe mrefu, uwe sijui na mabega kama ya kwangu, uwe na kisogo. Mimi huwa na kisogo karefu hapa. Yaani uwe na kisogo switcha namna gani, kila mmoja wetu ameumbwa vizuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Mnamuona huyu? Ananizidi urefu. Mbona hamtaki kuongea? Mnahisi njaa? Ananizidi? Yeye mimi namzidi, si ndio?
kwa sababu mimi ni mkubwa. Hebu sikiliza, uwe mwembamba, uwe mnene, uwe mweupe, uwe unajua Kiingereza, haujui Kiingereza, kila mmoja wetu ni wa thamani, anapendwa na Mungu. Bwana asifiwe. Asije akakudharau mtu anakwambia ona wewe sijui ni wa namna gani. Kuna wengine wanaambiwa you are fat, wewe ni bonge, wewe ni waambie, mnaniona mimi hivi? Zamani na mimi nilikuwa nakasirika, nilikuwa naambiwa hilo libonge. Kumbe hata mchungaji wenu alishaambiwa kuwa ni bonge. Walipoanza kuniambia kuwa ni bonge, nikawa nawaambia ndio, Mungu ameniumba hivyo. Hata nikaacha kuwa nakasirika wakiniambia bonge, ndio, Mungu ameniumba hivyo. Nikaanza kufurahi, hata nikaacha kuwachukia, nikafurahia nilivyoumbwa. Niwaambie kitu kingine. Hebu niangalie, jirani yako anasinzia, msitue, mwambie sikiliza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna wakati nikiwa mtoto mdogo, kisogo hiki kilikuwa nakiona kibaya, kinanisumbua. Nilikuwa natamani nivae kofia nifunike nikienda kanisani, nikienda shuleni. Kuna wengine wakaniita Bwana Kisogo. Nikawa nakasirika, lakini baadaye nikaja kujua Mungu ameniumba vizuri na kisogo changu hiki, nikawa nafurahi. Mtu akikwambia una miguu mirefu, mwambie namshukuru Mungu ameniumba hivyo. Akikwambia una nywele zisizosukika, ambie nashukuru Mungu ameniumba hivyo. Akikuambia meno makubwa au madogo, mwambie nafurahia nilivyoumbwa. Akikwambia una makalio makubwa, mwambie yananisaidia kukaa. Akikwambia una mdomo mrefu, mwambie ndio huu natumika kuimba na kula. Akikwambia una mapua makubwa umwambieje? Utafurahi kwa sababu umeumbwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtu akikwambia hauna nguvu, mwambie nimeumbwa hivyo. Mtu akikwambia haona kamtu kenyewe, mwambie mimi niko hivyo. Kwa nini nimembeba? Alikuwa hawaoni wengine huko mwishoni. Kuna watu wameumbwa ni wafupi. Mungu ameumba warefu, wafupi, wanene, wembamba. Ametuumba wote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa Mwalimu Bahati, wewe ni daktari, utakubaliana na mimi kuna watu wakiwa wembamba huko hospitali mnakutana nao, wamejidunga sindano, wanataka wanenepe. Je, ni kweli au haya mambo hayapo? Haya mambo yapo. Mmesikia? Kuna watu wanajidunga sindano eti awe mweupe, awe mnene. Watoto, kubali ulivyo, jipende ulivyo, because you are wonderfully made. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asante sana, Mungu akubariki. Wewe ni mrefu, mfupi, unarefuka, unaendelea kurefuka. Sawa sawa? Unaendelea kurefuka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Aya, basi mimi nataka kuishia mahali hapa kwa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka kuwaaga kwa kuwatajia mambo haya. Ukitaka
kujua zaidi mtoto wa Mungu, kuna kitu kinaitwa values. Kuna kitu hiki ambacho watoto wa Mungu tuvielewe. Kuna vingine tumetaja, lakini kuna kitu kinaitwa agape love, upendo wa kimungu wa kujitoa kwa ajili ya wengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Being a friend of God, kuna mambo ambayo unatakiwa kuyaonesha. Mtu mwenye upendo, mtu mwenye uvumilivu, mtu mwenye imani. Lazima mtoto uwe na imani katika Yesu. Lazima uwe na imani. Hiyo ni value, hiyo ni msingi wetu sisi wa Kristo. Watoto ambao mnakuja hapa CCT au kwingine kokote utakako kwenda, lazima uwe na imani katika Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Remember, we are all forgiven. Kama wote tutakwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu utusamehe. Kama kuna mtoto asubuhi ya leo unataka tumwambie Mungu, mnakumbuka nilivyoenda mbele za Mungu? Mimi nataka asubuhi ya leo kwa pamoja, Bwana asifiwe, kwa pamoja bila mchezo, naomba uweke kitu chako hapo usimame. Weke kitu chako hapo usimame. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watoto wote tuje hapa mbele na tutapiga magoti namna hii. Watoto wote bila kukimbia, bila kukimbia, bila kukimbia, bila kukimbia, bila kukimbia. Tembea tu taratibu. Tembea tu taratibu, hata hapo chini, hata huku chini, sawa? Usicheze na mtu, usicheke na mtu, usifanye fujo, usifanye fujo. Don't talk to someone. Watoto tulia, msisukumane, msisukumane, tusisukumane. Wote tu paka huko nyuma, piga magoti paka huko nyuma, paka huko nyuma. Watoto kila mmoja. Na unapokuja mbele sasa, weka mikono yako namna hii, weka namna hii, alafu fumbe macho yako. Fumbe macho yako. Kama moyoni mwako unatamani tuombe sala hii kwa Mungu sisi sote. Mungu wetu anatusikia sasa. Mungu wetu anatutazama. Kila mtoto anatazama moyo wake. Naomba tuseme maneno haya mbele za Mungu. Mungu wa mbinguni, mimi ni mtoto wako. Naja kwako asubuhi ya leo. Nimesikia neno lako ya kuwa uliniumba kwa mfano wako, nikaishi na wewe vizuri, lakini nilikukosea, nikakimbia, nikaishi maisha ninayojua mwenyewe. Mungu wa mbinguni, ulinipenda, ukanitafuta. Hata asubuhi ya leo unanitafuta. Ninafungua moyo wangu, wewe Yesu uingie ndani yangu. Unisamehe dhambi zote nilizofanya
maishani mwangu. Ninamkataa shetani na kazi zake maishani mwangu. Bwana Yesu, uniongoze, unitawale maisha yangu, niongozwe na wewe, nisiongozwe na shetani. Asante Yesu, unisaidie niwe mtii, nipende shule, nisiwe na chuki, nisome neno lako katika maisha yangu. Asante Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, kuanzia sasa na milele yote. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Tumshangilie Mungu wetu. Aya, turudi kwenye nafasi zetu. Asante.